يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla waala, kumtakia sala na salamu, rehma na neema mtumwamisha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni katika kadhia nzima kumcha Mwenyezi Mungu, kama ambavyo nimetangulia kuhusia nafsi yangu juu ya jambo hili adhim. Na kisha tuzingatie kwamba leo ni mwezi 27 na tunakwenda katika mwezi 28 na kumaliza mwezi kuingia katika mwezi wa Hija. Tunaingia katika siku tukufu, katika masiku matukufu, masiku ambayo kwa kauli za mufassirin wengi, miongoni mwao Ibn Kathir anasema, lamma qala Allah subhanahu wa ta'ala wal fajri wa layalin ashri hadhihi al-ayyam, anakusudia siku 10 hizi ambazo zinaanza kesho kutwa Mwenyezi Mungu Jalla waala akipenda. Ndiyo siku ambazo Mwenyezi Mungu ameziapia, na Mwenyezi Mungu wal azim la yuqsimu illa bi'azimin, Mwenyezi mtukufu haapi kutilia mkazo jambo ila jambo lile lililokubwa mno ndio analiapia. Mwenyezi Mungu aliposema wala yalin ashri, anaapia siku hizi kwa maana maalum, maana ambayo tunakuja kuipata fima yarwihi al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari an Abdullah ibn Abbas Allahu anhu qala, imekuja hadithi kwamba Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam amesema, amali ambayo ataitenda mja katika siku yote, iwe kubwa vipi, haiwezi amali hiyo kuwa kubwa kuliko amali ambayo katika siku hizi tukufu. Mtume akasema, ma min amalin al-amalu as-salih ahabbu fihinna ila Qur'an tilawa. Anasoma mtu kwa kusoma katika msahafu, na anasoma tadabburan kwa kuzingatia, kwa sababu ndio mali Mwenyezi Mungu, na kuna kusoma kwa kuifanyia kazi. Na hivi ndivyo Mtume alikuwa akifanya na masahaba zake katika kuifanyia kazi aya hizi. Katika surat al-Fajri Mtume akasema maneno haya, mwanadamu muislamu yote, ma min amalin, hakuna kitendo ambacho kwamba atakitenda mtu katika siku zote kikawa bora kuliko siku 10 hizi ambazo kesho kutwa zitaingia inshallah. Masahaba wake kwa kutambua na kujua na kuelewa kwamba hakuna amali iliyokuwa njema kuliko jihadi. Jihadi ndio kila kitu, jihadi ndio bendera, jihadi ndio nembo ya Uislamu. Wakamuuliza, ya Rasulullah, inaonekana huyo atakayefanya jambo zuri katika amali njema katika siku hizi 10 atakuwa bora kuliko jihadi? Qila ya Rasulullah wala aljihadu fi sabilillah. Mtume akawajibu, naam, wala aljihadu fi sabilillah, ni bora kuliko hata kupigana jihadi katika Mwenyezi Mungu. Thumma, baada hapa bwana Mtume akafanya al-istithna, akafanya exceptional, isipokuwa illa rajul, isipokuwa mtu ambaye kwamba amekwenda vitani, kharaja binafsihi, katoka mwenyewe, wa malihi, kachukana mali yake, kwa maana kwamba kawasaidia wenye kupigana jihadi wenziwe, chakula, vipando, silaha na kila kitu. Katoka yeye nafsi yake kenda, anashiriki physically, na kadhalika anashiriki kwa kusaidia wale ambao wamekwenda kule, ana empower, anawapa uwezo wa kupigana. Mtume akasema, thumma, kisha mtu kama huyu, lam yarji bidhalika, katika vita vile hakurudi, bishaiin, kwa chochote, kwa nakira. Mtume akasema hakurudi yeye wala haikurudi mali. Mali imekwenda, imetumika, tumpigana, na roho yake imetolewa. Chambelecho Wapemba tunaposema kwamba mali intwawa na roho intolewa, hakurudi kitu, hakurudi na kitu. Mali intwawa,
inchukuliwa na roho intolewa, imetoka. Huyu Mtume kasema hakuna atakayefanya amali bora katika mwezi huu atamshinda. Lakini waliobakia wote, kama mtu alisoma Qur'ani mwezi mzima katika mwezi huu, basi Qur'ani atakasoma katika siku 10 hizi itakuwa ni bora maana nyingi mno kuliko ile. Kama mtu aliwatazama mayatima katika siku hizi zilizopita, basi naam, kutazama kwake katika siku 10 hizi kutakuwa ni bora kuliko kule. Kama mtu aliwaunga wazee wake, kama mtu aliwaombea dua wazee wake, kama mtu alifanya kitendo kikubwa akisimama usiku, kama mtu alifunga sunna, basi sunna zile haziwezi kushinda sunna katika siku 10 hizi. Kuna mtu aliuliza karibuni hivi katika darsa zetu hapa, akisema, ustadh, vipi mtu ambaye kwamba anasoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, anasoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, mchana katika msahafu anasoma Qur'ani mwenyewe, labda anasoma labda suratu labda qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu anja, anasoma Qur'ani mwenyewe, qaf anasoma. Vipi yule Qur'ani ile aliyosoma katika mwezi wa Ramadhani, kafunga na saumu na soma Qur'an, na huku akaja akasoma katika siku 10 hizi, yupi atakuwa bora? Atapata thawabu zipi nyingi zaidi? Jawabu wallahu aalam, wanasema alulama kwamba yule ambaye kwamba atasoma katika siku 10 hizi ni bora zaidi kuliko siku 10 zile za Ramadhani mchana. Madalil, dalili gani? Ma min ayyam ma min amalin al-amal as-salih ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ayat. Hii ndio dalili hadithi ya Imam Bukhari, hadithi sahihi kabisa. Mtume akasema hakuna amali hata moja ambayo utakayoifanya katika siku hizi ila itakuwa bora kuliko siku zote zilizobakia. Wakasema maulama kama alivyoeleza al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, siku 10 hizi ni bora au kuliko siku 10 zile Ramadhani tunokesha kuanzia mwezi 19, 20 na kuendelea? Zipi bora? Faqila, pakasema na kujibu na maulama kwamba hapana, ukiangalia usiku basi usiku ule kuanzia mwezi 19, yani mwezi 21 ile 10 la mwisho, usiku ule ndio bora zaidi. Lakini ukiangalia mchana, basi naam, mchana huu wa siku hizi 10 ndio bora zaidi. Bidalili, madalil wal fajri wa layalin ashr. Mwenyezi Mungu kazia pia siku 10 hizi. Na kwa nini Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kazia pia na kuonesha mambo makubwa katika siku kama hizi 10? Na kusema Mtume akaja kueleza kuna thawabu nyingi, kwa sababu katika siku 10 hizi kuna kusanyika ndani yake amali zote zinapatikana, kitu ambacho hakiwezi kupatikana katika siku nyingine. Katika siku 10 hizi watu wataswali, Mwenyezi Mungu akijalie katika hao. Watu watatoa sadaka, Mwenyezi Mungu akijalie katika hao. Watu watafunga, Mwenyezi Mungu akijalie katika hao. Watu watafanya kila nguzo ya Uislamu watatengeneza, na zaidi watu watatekeleza nguzo ya 5. Ile nguzo ya 5 ya hija imo katika siku hizi 10. Kwa hiyo ndio maana siku hizi ndio bora zaidi. Bal imekuja hadithi vile vile Mtume kwamba khairu ayami dunya, siku iliyokuwa bora katika dunia imo katika siku hizi 9. Yaumu Arafa ndio siku bora kabisa, imo katika siku hizi, katika 10 hizi vile vile. Kwa hiyo imekuwa kwamba chochote utakachokifanya katika siku hizi 10 ni bora zaidi kuliko katika siku zilizokuwa nyinginewe. Ndio maana salafu salih walikuwa siku kama leo au siku kama kesho, mtu anafanya al-istidad, anafanya matayarisho makubwa, kwa sababu anajua naingia katika siku ambazo kwamba nikifanya amali ikiwa bora inapita siku zote zilizobakia. Kwa hiyo anaingia bihimma, bijiddin, kwa juhudi kubwa. Na Mwenyezi Mungu ameahidi yoyote miongoni mwetu atakayefanya jambo kwa juhudi kubwa, Mwenyezi Mungu atamuongoza. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah anasema, na wanaojitahidi katika amali zetu tutawaongoza walipate lile ambalo wanalitaka. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun
وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونعفاني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم عبدك سيدنا محمد وآله أجمعين وبعد فأوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله فاتقوه. Ndugu Waislamu, siku ziko mbele yetu. Uzuri wa dini yetu ni moja. Mtume ametueleza katika hadithi sahihi, atakaye kusudia kufanya jambo la kheri, akikusudia tu, man hamma bihasana falam ya'malha, kakusudia tu, ana intention, ana nia, ana madhumuni kwamba siku 10 hizi mimi nitasoma kila siku juzu 3, tayari malaika wanaandika kama kesha soma. Subhanallah, ya laha, ala mujarrati niyatika, kwa nia yako tu umekusudia kukisema kwamba kumbe ndo hivyo, mimi siku hizi 10 inshallah nitafunga zote, unaandikiwa tayari ushafunga. Lakini biniyatin sadiqa, uwe na nia njema, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaona katika kifua chako. Usiwe msanii, Mwenyezi Mungu hataki usanii. Mwenyezi Mungu anajua kilichomo chako. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, Mwenyezi Mungu anajua kila kilichomo. Una nia ya kweli au nia ya uongo? Ukiwa na nia kweli kweli, Mwenyezi Mungu anakupa. Idhan, ukitia nia kuanzia leo, na katika nia nzuri katika siku 10 hizi, ya kwanza kabisa tia nia ya toba. Tia nia bitaubatin sadiqatin, tia nia kwamba Mwenyezi Mungu, yale mapungufu yangu ninapokoroga pale ninapoteza teteza, nipe nguvu za kuyaacha. Nakusudia sasa mimi kuanza kuwa mtu msafi. Wallahi Mungu atakuwafikisha, kwa sababu Mtume kasema hivi na Mwenyezi Mungu kasema hivi. Tia nia hii. Pili, tia nia ya kumtaja Mungu sana, kwa sababu ndiyo siku ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe amezipenda na akatuamrisha, wayadhkuruna Allaha fi ayamin ma'lumat, wamtaje Mungu katika masiku maalum. Ndo haya masiku yenyewe, ndo haya, na ndio imekuwa sunna ikiingia tu mwezi ukiandama pale, kuanzia pale mara kwa mara unaleta takbir, shahadu an la ilaha ghayr muqayyad. Ukiwa dukani kwako uko wapi, taratibu, ni siku zenye baraka, unaleta kama hivi. Ni sunna kubwa, usisubiri mpaka siku ya Eid. Wewe anza mapema. Na jambo nyingine tunatanabaishana, mwezi ukiandama tu, ukiwa una nia kutaka kuchinja, basi usinyoe ndevu wala sharubu wala nywele, usinyoe chochote katika mwili wako. Imekuja hadithi sahihi kwamba unapoingia mwezi, mtu akataka kuchinja, fala ya'khudhu min badanihi shay, asitoe katika mwili wake yule chake akatoa siji ndevu nini akakata kucha, asifanye hivi. Ni sunna, sio lazima, ni sunna kwa wale ambao wanakusudia kuchinja. Atauliza mtu, sasa mimi nitaka kuchinja, mke wangu, wanangu, wewe ndio unaichinja. Kwa hiyo ni wewe baba. Wewe baba kama umekusudia kuchinja, mwezi ukiandama tu, basi haya mambo yaache. Yani kwa mfano leo
nenda kabisa saluni, katengeneze kila kitu. Kesho kutwa, mwezi ukiandama, unaingia katika ibada, mtu ambaye ni safi safina, unamwelekea Mwenyezi Mungu kwa moja. Ayuha al-ikhwa, i'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'murukum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم وقال في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والله اللهم عن جميع صحابة رسولك المختار خصوصا منهم الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعنا معه بعفوك إحسانك رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم التفنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا لك المصير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرنا واجبر كسرنا وبلغ بمرضيك آمالنا واختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا ستار العيوب والسيئات يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم.